Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Karibu katika The Road to Freedom, Porn and Masturbation Purge. Ni wiki 6 ambazo nitakuwa pamoja na wewe kuweza kukuelekeza hatua kwa hatua ambazo unapaswa kuchukua kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya mwisho ndani ya wiki 6, ambayo itakusaidia kuweza kutoka jumla chini ya kongwa la utumwa wa kujichua na kutazama picha za utupu. Na andiko letu nanga itatokea katika kitabu cha Yohana 8:32 na ule wa 36. Anasema, tena mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Mwana akiwekwa huru mtakuwa huru kweli kweli. So itakuwa ni wiki 6 za kuweza kujifunza, za kuweza kufanya baadhi ya vitu ambavyo vitakusaidia kutoka jumla kwenye uteka wa masturbation na pornography. Na makundi 4 ya watu ambao tunawahitaji katika training hii. Kundi la kwanza ni watu ambao sasa hivi ninavyoongea wamenaswa kwenye uteka wa pornography na masturbation. Kundi la pili ni ile kundi ambalo wamewahi kunaswa ila wanaanguka na kurudi tena, wanaanguka na kutoka, wanaanguka na kutoka, ile kundi nalihitaji. Lakini kundi la tatu ni mtu yote ambaye anafanya huduma za shuleni, vyuoni na huduma za vijana. Unahitaji kuwa na maarifa haya kwa sababu utahitaji kuwasaidia vijana wengi huko kwenye hiyo shule yenu. Lakini pia kundi la 4 ni kundi la watumishi wa Mungu, wachungaji ambao Mungu amewaita mitume, manabii, wainjilisti, walimu na mtu yote ambaye anatamani kujifunza ili awe na technical know-how za kumsaidia mtu ambaye amenaswa kwenye kongwa la utumwa la pornografia na kujichua. Kwa kutakuwa na wiki 6 ambazo kama umenaswa kwenye kongwa hili, hakikisha unafuatilia kila siku nini cha kufanya na unapaswa ukifanye katika jina la Yesu. Na ninakuombea katika jina la Yesu, wewe ambaye ulikuwa umenaswa, Roho Mtakatifu atakufungua na kukutoa kwenye hizo kamba katika jina la Yesu. So tutakuwa na wiki 6 ambazo zimegawanyika katika ngazi mbalimbali. Kutakuwa na wiki la kwanza mpaka wiki la 6, na hizo wiki zote zimetengenezwa kwa namna ambayo zitaweza kukufungua, kukutoa kwenye hilo kongwa la utumwa, lakini pia zitaweza kukusaidia kubadilisha ufahamu wako, to renew your mind, lakini pia kukupa nidhamu ambayo itakusaidia kukua kiroho na kuweza kutoka jumla kwenye kongwa la utumwa. So please, ninakusina na kuomba katika jina la Yesu, usife moyo, usiishie njiani, usikate tamaa. Nataka twende na mimi kwa hizi wiki 6 zote. Hata kama umekuwa ukijaribu kutoka, unarudi tena, ukitoka unarudi tena, please ninaomba uambatane na mimi kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya mwisho ya wiki la 6. Ninakuhakikishia by the integrity of the word of God, Bwana Yesu atakutoa jumla na utakuwa huru, na wewe utatumika kama agent of change, agent of transformation, mtu ambaye utawasaidia makumi na makumi elfu ya watu ambao wamekamatwa kwenye kongwa la utumwa. Mambo haya ninayoyafundisha sio mambo ambayo nimejitungia tu. Jambo la kwanza nina experience nayo, nimeyafundisha, nimeona watu wengi wakitoka, nimewasaidia kwa neno na kwa nguvu za Roho Mtakatifu watu wengi ambao walikuwa wamenaswa, na kwa msaada wa Roho Mtakatifu akaniwekea ndani yangu kwamba okay, unapaswa kutengeneza mfumo ambao utaweza kusaidia mtu yote ambaye amenaswa, ambao akipitia anaweza kutoka jumla. Na ndio maana nimeweza kukuwekea 6 week program ya kukusaidia kutoka kwenye kongwa la utumwa. Na wiki letu la kwanza, ili wiki tunalita ni wiki la awareness, repentance and dealing with the spiritual root of addiction. Kwa kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya 7 ya wiki la kwanza tutakuwa tunashughulika na kujua tu kwa habari ya pornography na masturbation, lakini pia wakati mwingine tutakuwa tunashughulika na kumuomba Mungu msamaha, kuitia huruma za Mungu na rehema za Mungu. Lakini wakati huo majira haya tutakuwa tunashughulika na upande wa kiroho wa pornografia na masturbation. Listen to me very careful. Watu wengi hawajui, utakapoendelea kufundisha utaelewa. Unaposhughulika na urahibu wa kujichua au pornography, lazima ushughulike kutokea kwenye engo na pande zote. Moja kati ya engo lazima ushughulike nayo kwa upande wa kiroho, lakini moja kati ya engo lazima ushughulike nayo kwa upande wa kisaikolojia na maeneo mengine. Tutakapokuwa tukiendelea utakuwa unanielewa nini namaanisha kwa kusema hivi. Lakini kwa wiki la kwanza tutakuwa tunashughulika na upande wa kiroho wa pornografia na masturbation, kwa sababu hatuwezi tukapuuza na ukiroho wa masturbation na pornografia. Na siku yetu ya kwanza kabisa na wiki ile la kwanza nataka usikize jambo moja. Tutakuwa na assignment ambayo unapaswa uifanye ndani ya wiki la kwanza.
Kwa kuanzia leo Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi mpaka Jumapili, una assignment ambayo tunayo kwa wiki hili. Utasoma kitabu cha mtumishi wa Mungu Brother Paul Evarist Koba, kinaitwa Ushindi Dhidi ya Punyeto. Kwa hakikisha umejipatia kitabu hiki ambacho tunashare kwenye group letu ambalo tuko kule. Hakikisha umejipatia kitabu hiki, ni kifupi tu, kitabu kadogo, lakini ndio kitabu chetu cha wiki. Hakikisha unakisoma, unakielewa ndani ya hili wiki nzima. Na siku ya Jumapili itakuwa ni siku yetu ya kutoa mrejesho, na utatoa mrejesho, nitafuatilia mtu mmoja mmoja, utatoa mrejesho inbox kwamba nimejifunza nini na hatua gani ambazo ninaona nitazichukua za kuweza kunisaidia kwenye safari yangu ya kuweza kutoka jumla kwenye eneo la uraibu wa pornografia na masturbation. Kwa our weekly assignment ni kitabu cha mtumishi wa Mungu my brother in the Lord Brother Evarist Koba, kinaitwa Ushindi Dhidi ya Punyeto, na kitabu hiki ni bure kabisa, na utajipatia hicho kitabu, na hakikisha unakisoma ndani ya hili wiki lote. Ndio assignment yetu. Utasoma na utaandika umejifunza nini na nini hatua ambazo utazichukua kutokea kwenye hicho kitabu. Siku ya kwanza ya leo Jumatatu, tunaanza kujifunza kwa habari ya uongo ambao shetani anautumia kuwafunga watu kwenye pornografia na masturbation. Ukisoma kitabu cha Yohana 8 mstari wa 44, tunakubaliana kabisa neno la Mungu linazungumza kwa habari ya kwamba shetani ni muongo, hana kweli ndani yake, na ndo baba wa huo uongo, ni sosi ya uongo. So inawezekana kuna uongo unaonekana kwenye mitandao ya kijamii, kwenye ma-TV, kwenye maredio na kwenye dunia ambayo tunayo kwa habari ya pornografia na masturbation. Na huo uongo ndo umetumika kama silaha ya kuwanasa watu wengi wasitoke. Kwa kuna mtu kabisa yuko kwenye pornografia na masturbation sasa hivi, ni kwa sababu kuna uongo ambao shetani amemsemesha, ameusikia watu wanasema, marafiki zake, dunia, mitandao ya kijamii, makundi mbalimbali yanaongea hivyo, na anaamini huo ni ukweli, na kwa sababu ya huo uongo ndo umekamata na ameendelea kunaswa kwenye hilo shimo. Na nataka nikuoneshe hapa uongo, baadhi ya uongo ambao shetani anatumia kunasa watu. Sasa kuna uongo ambao watu wanakwambia na kuna uongo ambao wewe unajisemesha. Nataka nikuoneshe kwanza uongo ambao watu wanauzungumza. Uongo wa kwanza, watu wengi wanadanganya kwamba pornografia na masturbation hazina madhara. Ni starehe tu ya kawaida. Wanasema pornografia ni masturbation are just for fun, are just for entertainment. Nisikilize, huo ni uongo, kwa sababu pornografia na masturbation zitakuathiri wewe, zitaathiri ubongo wako, zitaathiri kiroho chako, zitaathiri hisia zako, zinaenda kurewire your brain. Zinaenda kuharibu utu wako wa ndani. So huo ni uongo wa kwanza. Kwa pornografia wanadanganya, wanasema kwamba pornografia haina madhara, masturbation haina madhara. Uongo wa pili ambao wanakwambia kabisa kwamba masturbation na pornography ni kitu cha kawaida kwa sababu kila mtu anakifanya. Do you get what I'm saying? So inaonekana kwamba mbona vijana wote wamenaswa kwenye pornografia na masturbation, kwa you are not alone, ni jambo la kawaida, yani kwamba kila mtu anafanya, kwa wewe sio ajabu wewe kufanya. Uongo mwingine ambao watu wanaambiwa hivi, pornografia inakusaidia kujifunza tendo la ndoa. Ni uongo ambao watu wanaambiwa kwenye dunia kwamba wewe uangalie pornography utajifunzaje tendo la ndoa. Huo ni uongo, kwa sababu pornografia inatengeneza a distorted view, a distorted performance based, ina redistort tendo la ndoa. Kwa tendo la ndoa linaonekana kama sio kwa namna ambayo Mungu alikusudia liwe. Watu wengine wameambiwa kutazama pornography na kufanya masturbation ni namna itakao kusaidia usitoke nje ya ndoa, usichiti. Kwa nasema mimi kuliko ni chiti bora tu niangalie pornography na ni masturbate. Lakini pia wengine mliambiwa kwamba pornografia na masturbation ni ngono salama. So kaambiwa ili usipate ukimwi, usive na magonjwa ya ngono, wewe fanya pornografia. ABC, abstain, be faithful, use condom. Lakini pia mwingine akaambiwa ngono salama ni nini? Ni una masturbate na kuangalia pornography, kwa kwenye ngono salama una wafadhali. Nisikilize, according to God's design, Mithali 5:15 mpaka 19 na Wakorintho wa kwanza 7:3 mpaka 5, tendo la ndoa peke yake ndo ambalo Mungu ameliodendi kama namna ya kuweza kutimiliza haja zetu
za kingono. Wengine wameambiwa wakiwa kwenye ndoa, anaambiwa kuliko utoke nje ya ndoa ni bora uangalie pornography na kujichua. So mtu anasema mimi kuliko niwe mzinzi bora nifanyeje? Niangalie pornography. Lakini amesahau Mathayo 5:28 anasema muangalie mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye. Ayubu 31 mstari wa kwanza, Ayubu anasema amefanya agano na macho yake, hawezi kumwangalia mwanamke kwa kumtamani. Tumeelewana vizuri? Lakini pia kuna watu wanadanganywa, wanaambiwa hivi hakuna kitu kinachoitwa pornography addiction au masturbation addiction, uraibu. Yani kwamba hakuna, hauwezi kuwa mraibu, yani hakuna kitu kama hicho. Kwa sababu hiyo kitu haipo. Lakini ukweli ni kwamba Yohana 8 mstari wa 34 anasema atendaye dhambi ni mtumwa wa nini? Wa dhambi. Atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Tumeelewana vizuri? Na kisayansi kabisa, nimefanya study, wanakuambia kabisa ukifanya study kuhusu pornografia inaweza kumfanya mtu kuwa addictive, kama ambavyo madawa ya kulevya, kama ambavyo betting na vitu vinavyofanana, gambling, michezo ya gambling inaweza kumfanya mtu nini? Addicted. Kwa nini? Kwa sababu moja kati ya kitu pornografia inaenda kufanya mpaka mtu anakuwa addicted, inaenda kuathiri eneo la ufahamu na akili na ubongo. Tutakapoenda kwa mbele utanielewa vizuri. So addiction is real. Ni uongo watu kusema huwezi kuwa addicted. Na wengine wanadanganywa, wanaambiwa pornografia unaweza ukaanza na ukaamua uache muda wote unaotaka, unaojisikia wewe. Utagundua huu ni uongo, kwa sababu wewe mwenyewe unajua ulianza kiutani, lakini sasa hivi kila ukijaribu kuacha unashindwa, unaacha unarudi, unaacha unarudi. Kwa shetani anataka uendelee kukaa kwenye shimo, kwa sababu anakuonyesha kwamba unaweza ukaacha tu anytime ukijisikia. It's not simple like that. Ni rahisi kuingia, lakini kutoka sio rahisi, japo inawezekana kwa msaada wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Lakini pia watu wengine wanasema mambo ya masturbation na pornography ni maamuzi ya mtu bwana. Hii ni biashara ya mtu, huwezi kuingilia privacy ya mtu bwana. No, sio maamuzi tu ya mtu. Lakini watu wengine wamedanganywa, wanaambiwa kabisa kwamba pornografia na masturbation zinakusaidia ku release stress. Yaani kama ulikuwa na stress na nini, hasa wanaume, na ukiwa na stress na nini, wewe masturbate, stress zinapungua, unalala nini. Lakini utakuja kugundua hiyo sio dawa ya kuondoa stress. Petro wa kwanza 5:7 na Mathayo 11:28, anaweza kuondoa stress zako ni Mungu. Mshirikishe fadhaa zako Mungu, mtwishe mizigo yako Mungu, sio pornografia na masturbation. Pornografia na masturbation inaleta temporal sense of stress relief, ila sio permanent solution. Kama inakuletea relief fulani, lakini inakuingiza katika utumwa ambao utaharibu maisha yako. Wengine wanaambiwa bwana, kuliko uende kwa makaaba ni bora tu uangalie pornography na kumasturbate. Huo ni uongo wa shetani. Kuna wengine walidanganywa, waliambiwa mambo ya pornografia na masturbation bwana ni phase tu, ni stage kwenye maisha tu, utakuja kuacha bwana. Wewe ukiwa kijana fanya. It's not true. Kuna watu wako kwenye ndoa, wameoa na kuolewa na wana masturbate. So ni uongo. Kuna watu wengine wanaambiwa pornografia na masturbation ni mbaya kwa wenye ndoa tu, ambao mko single ni sawa. Ni uongo kutoka kuzimu ambao hupaswi kusikiliza, kwa sababu utaharibu nini? Maisha yako. Tumeelewana vizuri? Lakini pia kuna watu wengine wamedanganywa, wameambiwa kwamba yani sasa wewe ukishaingia kwenye pornografia huwezi kutoka, ndo basi tena. Yani wewe ndo basi bana, kama umeamua umeshaingia, umeshanaswa, wewe basi endelea tu, huwezi kutoka. Kwa kuna mtu mwingine ameshakata tamaa, anasema bana mimi bana ndo basi tena, mimi siwezi kutoka kwa sababu kwanza kutoka siwezi. Nikwambie ukweli, kwa kupitia msaada wa Bwana Yesu Kristo, kwa kupitia nidhamu na kwa kupitia training kama za namna hii, Mungu atakutoa katika jina la Yesu. Amen. Lakini pia kuna baadhi ya uongo ambao watu wanajiambia wao. Sasa sikiliza. Mwenye hekima mmoja alisema uongo mkubwa sana sio uongo wa kuambiwa na mtu. Uongo mkubwa sana ni wa mtu kujidanganya mwenyewe. Soma Yakobo 1:22, kuna watu wanajidanganya wenyewe. Anasema lakini wewe ni watendaji wa neno wala si wasikilizaji tu, ali mkijidanganya nafsi zenu. Kwa kuna mtu anaweza akajidanganya. Ni kweli amenaswa kwenye pornografia, lakini kuna aina fulani ya uongo ambao anajisemesha mwenyewe, ndio umemfanya endelee kuwa mtumwa. Tumeelewana vizuri? Kwa mfano, kuna mtu anasema hivi, mimi nitaacha kesho. Kwa leo nafanya nitaacha kesho. Kwa nitaacha kesho. Hiyo kesho mpaka leo ndo anaendelea nayo hiyo kesho haifikagi. Lakini kuna mtu mwingine, uongo mwingine anajidanganya, anasema
Yaani leo na haki ya Mungu leo unafanya mara ya mwisho. Yaani leo unaangalia pornography mara ya mwisho, haki ya Mungu tena. Leo hii ndio ya mwisho yani. Yaani hii leo na masturbate mara ya mwisho. Lakini hiyo ya mwisho ndio ya mwisho unaendeleaga. Hujaiacha ndio ya mwisho hiyo hujaiacha. Kuna mwingine anajidanganya anasema mimi nafanya at least I'm not cheating. Mimi sitoki nje ya ndoa. Sifanyi zina na mtu mwingine. So at least mimi na uafadhali. Hauna uafadhali, wewe ni mtumwa. Tumeelewana vizuri? Kuna mwingine anajidanganya anasema mimi ni single kwa nafanya. So mimi single, sina mtu wa kuweza kurelease my sexual urge. Kwa mimi niko single so nafanya. Kuna mwingine anasema hizi pornography na masturbation is not a big deal. Sio jambo kubwa hivyo. Kama sio jambo kubwa, mbona wewe mbona uwezi kuiacha kama sio jambo kubwa? Ingekuwa sio jambo kubwa, mbona unaendelea kumasturbate? Lazima ujiambie ukweli. Kuna mwingine anajificha kwenye kichaka anasema hata Mungu mwenyewe anajua nayo yapitia. Ni kweli Mungu anajua unayopitia, lakini anajua kwamba unaweza kutoka kwa sababu ametoa huo msaada. Lakini pia kuna mwingine anajidanganya anasema mimi afadhali. Unakuta binti anasema mimi afadhali mimi nimejitunza, silali na wanaume kuliko ile dada anayelala na wanaume 7 miaka. Mimi na masturbate na kwenda pornography. Hauna uafadhali kwa sababu kuna madhara pia ya masturbation na nini na pornografia. Kuna mwingine anasema anajidanganya anasema mimi siangalii mara nyingi, naangalia kwa mwezi mara moja, kwa wiki mara moja, kwa miezi mitatu mara moja. Hauna uafadhali kwa sababu hiyo mara moja madhara yake ungekuwa unayajua, usingeendelea. Tumeelewana vizuri? Tumeelewana vizuri? Lakini pia kuna mtu mwingine anajidanganya anasema maadamu hakuna mtu anajua kwamba mimi na masturbate na kuangalia pornography then hakuna shida. Kwa anafanya siri kwa sababu of course hata hapa kwa mfano ili somo watu wengi nimeambiwa nataka I want to help them by the Spirit of God. Watu wengi hawataki kuja kwa sababu wanaona aibu. Sasa mimi nitaonekanaje? Sasa kuliko uonekana. Kuna wengine ndani ya ndoa anasema mimi mume wangu hanitimilizia haja zangu. So ndio maana na masturbate, au mke wangu hanitimilizia haja zangu za kingono ndio maana na masturbate. Nisikilize, that's not a solution. Ulipaswa uende kwa mtaalamu, counselor, uongee naye akusaidie namna ya kuweza kusolve hilo tatizo. Tumeelewana vizuri? Lakini pia kuna watu wanajidanganya anasema mimi nishaenda umbali mrefu siwezi kutoka. It's true. Pornografia inayo tabia inaweza kampeleka mtu umbali mrefu na hawezi kutoka. Nimekutana na mtu ambaye yeye anakuambia kila siku lazima masturbate walau mara 3. Sasa unajiuliza huyu mtu anaishije? Kuna mwingine nishakutana na kesi yake very complex. Yaani jamaa ni mwanaume ametoboa hii suruali ili awe anaweza kujichezea ile ya masturbate. Sasa kwa huo mtu achenda umbali huo anasema mimi nishaenda umbali mrefu bwana siwezi kutoka. Unaweza kutoka hata kama nimewahi kuona mtu amemasturbate miaka zaidi ya 20 na ametoka. Miaka zaidi ya 10 na ametoka, sio mmoja sio wawili. Nina shuhuda nyingi mimi na rafiki yangu brother Paul Koba na yeye ambaye pia anafanya mishe kama hizi na shughuli kama hizi za kutoa watu kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Watu wengi wametoka. Unaweza kutoka na kwa mamlaka ya jina Yesu. Wewe utakuwa ni miongoni mwa watu watakao kuwa na shuhuda za kutoka katika jina la Yesu. Nimeona watu wametoka sasa. Shetani anakuambia yani mimi nimeshaingia sana huko jamani siwezi kutoka. Yani toka niko mdogo darasa la 5 mpaka sasa hivi niko chuo kikuu. Kweli ndaweza kutoka. Unaweza kutoka, niamini mimi nakwambia unaweza kutoka. Yesu anaweza kutoa. Nimeona watu ambao wametoka wameanza masturbation la 7 mpaka anakuwa mtu mzima ameoa bado ana masturbate na ametoka. Kwa hiyo unaweza kutoka katika jina la Yesu. Kuna watu wengine wanajidanganya sasa mimi ni mwanadamu bwana, wanadamu sisi tumeumbiwa dhambi. Kwa hiyo mimi siwezi kushinda. Mwingine anajidanganya sasa bwana Mungu atanisamee bwana. Na kuna mwingine akachukua ile andiko la Wakorintho wa pili 12 mstari wa 7 mpaka 10 Paulo anapozungumza kwamba nina mwiba katika mwili wangu. Anasema huu ni mwiba wangu bwana, huu ni mwiba wangu mimi, ni udhaifu wangu. Hapana. Pornografia ni dhambi na sio tu dhambi, ni utumwa na ni uteka ambao unaathiri maisha yako. Na ninakuombea katika jina la Yesu utatoka kwa damu ya mwana kondoo. Kuna mwingine anajidanganya anasema nitaacha siku nikioa. Can I shock you? Kuna watu wako kwenye ndoa na wanaangalia pornography na wana masturbate. So ndoa sio dawa ya tamaa. Unahitaji msaada wa Roho Mtakatifu, unahitaji msaada wa nidhamu. Ili kuweza kutoka. So please make sure unaendelea kufuatilia hii program na unaendelea kuwa sehemu ya hii program na kama uko kwenye pornografia tafadhali usikae kwenye ile kundi la watu ambao ni kama wao hawahusiki. Kwa sababu moja kati ya namna ya kuweza kutoka kwenye pornografia unahitaji accountability system. Mtu ambaye atakuuliza maswali, mtu atakaye kusimamia. Na mimi kwa msaada wa Roho Mtakatifu nimeamua kuwa mtu huyo. So ninahitaji kama wewe uko kwenye hili kundi tafadhali ninaomba kabisa uniambie bwana
pastor, mimi nimenaswa, ninaomba unisaidie. Kwa nitakusimamia kuanzia siku ya kwanza kwa hizi wiki 6 zote. Ninataka wale ambao wamenaswa nisimame nao kuanzia mwanzo mpaka mwisho mpaka watoke, na ninaamini watatoka katika jina la Yesu. Kuna watu wengine wanajidanganya, mimi I'm not addicted. Ninaweza kuacha muda wote naojisikia. You are addicted. Ingekuwa ni rahisi ungekosha acha. You are addicted. Kuna wengine wanadanganya wanasema mimi wiki ijayo ndo nitaacha au mwezi ujao. Hizo ni baadhi ya uongo ambao watu wamejikuta wanaambiwa na dunia, lakini pia wanajiambia wao, na huo uongo umewafanya kuendelea kuwa watumwa kwenye kongwa la kujichua na pornografia. Sasa naomba nikwambie kwa siku yetu ya kwanza, ninatamani nikukumbushe tena assignment ya wiki hili lote kuanzia leo Jumatatu mpaka Jumapili. Tutakuwa tunasoma kitabu cha mtumishi wa Mungu Brother Paul Everest Koba, kinaitwa Ushindi Dhidi ya Ponyeto. Hakikisha umekisoma, kwa sababu siku ya Jumapili utalazimika kunitumia summary ya nini ambacho umejifunza na nini ambacho umekipata kutokea kwenye hicho kitabu ambacho utaifanyia kazi na itakusaidia kuweza kuvuka. Lakini pia nataka nikuoneshe sasa instruction za siku ya leo, ni mambo gani ya kuzingatia siku ya leo ya kwanza. Jambo la kwanza, hakikisha umejifunza kuhusu uongo wa shetani kuhusu pornography and masturbation addiction. Kwa lazima umesikiliza yale yote ambayo nimeongea hapo juu na umeyaelewa. Lakini jambo la pili, ukisoma Zaburi 51 mstari wa 6 na Maombolezo 2 mstari wa 19 na Samueli wa kwanza 1:15, hakikisha unasoma haya maandiko kwenye Biblia yako. Alafu ukishamaliza kuyasoma, nenda mbele za Mungu na moyo wa toba. Nenda mbele za Mungu, jimimine mbele zake, nenda kamueleze, mueleze hiyo dhambi ambayo unapitia. Mueleze, mwambie Bwana Yesu, mueleze, nenda mbele za Mungu. Mungu ni baba yako. Ni kweli ni dhambi, ni kweli una struggle, lakini Mungu ni baba yako. Ukitenda dhambi haupaswi kumkimbia Mungu, unapaswa kumkimbilia Mungu kwa sababu yeye ndio msaada wako. Nenda mbele za Mungu, mimina moyo wako kama maji. Mwambie Mungu ukweli, mwambie Mungu, mimi nimenaswa kwenye hili shimo. Mueleze namna unavyoumia, mueleze namna ambavyo imekutesa, mueleze namna ambavyo umejaribu mara kadhaa kutoka lakini umerudi. Mueleze namna ambavyo unatamani neema yake ikutoe. Mueleze namna gani ambavyo ili jambo linakuathiri sana. Mueleze namna ambavyo unahitaji msaada wake. Nataka upate muda uende mbele za Mungu. Uende mbele za Mungu kwa moyo wa toba, moyo wa kujiachilia. Mueleze Mungu, mueleze. Mungu anaona, lakini anataka umueleze. Anasema napendezwa na ile kweli yako moyoni. Mwambie Mungu, mimi niko hapa, mtoto wako. Mimi Eska Kachaura niko hapa Bwana Yesu. Ni kweli nimemasturbate, huu ni mwaka wangu wa 10. Ni kweli nimeangalia pornography, huu ni mwaka wangu huu mwezi wangu wa 3. Bwana Yesu nimechoka. Bwana Yesu najisikia vibaya. Nimejaribu kutoka, nimerudi tena. Bwana Yesu nimeombewa mara nyingi lakini nimerudi tena. Nimefunga na kuomba. Nataka umueleze Mungu. Chukua muda wako. Kwa utapata nafasi muda fulani uweze kumwambia Mungu. Lakini ukimaliza baada ya kumweleza Mungu, utaenda mbele za Bwana, utaenda kuomba toba. Nenda mbele za Mungu kaombe toba kwa ajili ya kila dhambi ambayo umeitenda, lakini pia muombe toba kwa ajili ya hiyo dhambi ya masturbation na pornografia na dhambi zingine za zinaa. Na ukisoma ile Waefeso 1 mstari wa 6 mpaka wa 7, lakini pia utaenda kuisoma Zaburi 51 yote. Utaenda kuisoma Zaburi 51 yote, uifanye maombi yako. Nenda kaombe toba, mwambie Mungu nisamee. Mungu naomba unirehemu, nimekukosa, nimekutenda dhambi. Baba, nimemasturbate, nimeangalia pornografia. Mungu nisamee. Nenda mbele za Mungu. Lakini pia kutakuwa na maombi kadha wa kadha pale. Ombi letu la kwanza, prayer of repentance and mercy. Unaanza kuomba, Baba, ninakiri, I confess, ninakiri dhambi zangu zote za zinaa ambazo nimetenda mbele zako. Have mercy on me and forgive me. Mungu ninaomba unirehemu na unisamee. Ombi la pili, mwambie Mungu nina acknowledge, ninakubali struggle zangu kwenye issue ya pornografia na masturbation. Ninaomba unitakase kwa damu ya Yesu. Omba hiyo utakaso wa damu ya Yesu. Mwambie ombi la tatu, mwambie Bwana, damu yako ikanitakase, ikanioshe moyo wangu, oshe ufahamu wangu, ikaoshe mwili wangu na uchafu ambao nimejichafua. Mungu naomba uoshe macho yangu, osha masikio yangu, osha kila kiungo changu katika jina la Yesu. Mwambie Bwana, ninaomba unisamee. Omba ombi lingine pia utaambia Mungu, naomba unisamee kwa kuharibu na kuchafua mwili wako, maana mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Mwambie Mungu, naomba unisamee, ninaomba unitakase kwa damu yako. Mwambie Mungu, nioshe dhambi zangu zote, nitakase, nioshe. So utaenda mbele za Mungu na moyo wa toba. Hayo ni baadhi ya maombi ambayo nimekwambia.
Mungu, ondoa uovu wangu, ondoa dhambi yangu, Mungu nisamee. Nataka uende mbele za Mungu kwa kumaanisha, uende ukaombe toba, kwa sababu hiyo ni dhambi, na toba inampa nafasi Mungu ya kukusaidia kuweza kuvuka jumla. So ni muhimu sana kwenda mbele za Mungu na moyo wa toba. Moyo wa toba ni wa muhimu sana. Nenda mbele za Mungu, omba toba. Ni kweli uliwahi kuomba toba na ukarudi tena. Nisikilize mimi, tuna wiki 6. So siku ya kwanza ni siku yetu ya kuomba toba. Maanisha, mwambie Mungu ninaomba toba, ni kugeuka na kusema sitarudi tena. Mwambie Mungu nisaidie, naomba toba, naomba unisamee, naomba unioshe kwa damu yako, nitakase. Mungu nisaidie, Mungu nisaidie. Ile Zaburi ya 51 isome yote vizuri, isome na Roho Mtakatifu atakuelekeza namna nyingine ya kuendelea kuomba. Ukiomba ukijiridhisha, then tutakutana tena siku ya kesho kuendelea na siku ya pili. Bwana Yesu akubariki, Bwana Yesu akutunze. Shalom shalom. Naitwa Pastor Eskaka Shaula. 0718578313 ndio namba ambayo ninaweza kupatikana na unaweza kunipata. Napatikana kwenye mitandao yote ya kijamii: Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, Twitter na YouTube. Kuna masomo mazuri mengi ambayo tunafanyaje, tunajifunza hayo. Bwana Yesu akubariki, Bwana Yesu akutunze. Shalom shalom. See you tomorrow. Amen.